watanunua viti vyao. Najua kuna ndugu yangu Ali hapa, yuko hapa, na wanachama wengine, unao uwezo wa kununua siti yako kwa msimu mzima. Hakutakuwa kuna interference kwenye kazi. Na viwanja vya sasa duniani viko hivi. Unanunua seasonal ticket inayokuruhusu kukaa kwenye kiti chako msimu mzima. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa na facility za kuruhusu mtu kumiliki either ticket ya msimu au atakapokuwa amenunua kwa maana ya walk-in customer atakuwa na uwezo wa kupata siti yake na sio kukaa random kama viwanja vingine. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tutatoa pia fursa kwa taasisi mbalimbali. Katika hizo boxes ambazo mmeziona kwenye mitandao, kampuni inaweza kulipia box mwaka mzima, season nzima, au familia ikanunua season nzima. Katika hiyo box kuna viti 10, maana yake mtakuwa na nafasi ya kuleta watu 10 kwenye kila mechi. Na inawezekana ikawa ni taasisi ya kibenki, inawezekana ikawa mwananchi kanunua box ile moja na mkalipia mwaka mzima, mkawa mnakuja wenyewe na watendaji wenu, partners wenu wa kibiashara wanapata tiketi hapo. Kwa hiyo kwenye upande wa siti itakuwa proper seat kulingana na tiketi uliyolipia. Swali lako la pili lilikuwa ni kuhusu other facilities. Ardhi ambayo tunayo inaweza kubeba kiwanja kimoja. Kumbuke tuna urefu wa mita 250 kwa upana wa mita 150. Ndio inaleta square mita 37,500. Kwa hiyo tunajenga stadium peke yake. Hakutakuwa kuna annex. Na hii inasababishwa pia na ardhi ambayo tunayo. Nafikiri nimejibu swali lako. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana wanahabari. Tunawashukuru kwa kuja kwenu. Mmekuwa na mchango mkubwa juu ya matumizi ya uwanja. Tunatarajia uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Ukiachilia mbali mpira wa miguu, unaweza kuhost matukio mbalimbali ikiwemo matukio ya kijamii kama matukio ya kidini. Tumeona kwenye viwanja vyetu mihadhara ya Uislamu, mashindano ya Qur'an, lakini tumeona pia mihadhara ya kina mama, tumeona pia mihadhara ya ndugu zetu wa Kristo, tumeona kwaya, mashindano mbalimbali ya kidini. Yote tunapata fursa ya kuyatengenezea platform ya wao kushiriki kwenye kutumia uwanja huu. Kwa hilo ni eneo muhimu. Uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Kama nilivyosema pia, kampuni ambayo itakayokuwa inaendesha uwanja huu itapewa jukumu la kuongeza mapato. Kwa hiyo huwezi kujilimit kwenye football peke yake. Tunatarajia watakuwa na nafasi kubwa ya kuuza huduma za uwanja ili uweze kutumika. Nakumbuka kwenye hilo eneo la matumizi kuna kijana wetu mmoja ambaye ni afisa habari wa klabu ya Young Africans. Alitoa ahadi ya kwamba harusi yake atakuja kuoa uwanja wa Yanga utakapokamilika. Na hii ni fursa pekee ya kwamba tutaruhusu shughuli za kiharusi pia kufanyika kwenye uwanja. Na huenda ikawa kama atakuwa tayari anaweza kuwa ni mtumiaji wa kwanza. Sijui kama yuko tayari, I'm not sure, lakini anaweza kuwa ni mtumiaji. Kwa hiyo matumizi ya uwanja yatakuwa bila kikomo. Eneo la pili, uwanja huu utakuwa na quality ya juu sana. Kwenye maeneo ambayo tunayatazamia, tutakuwa na maeneo ya watazamaji wa kawaida, tutakuwa tuna maeneo ya watazamaji ambao ni VIP, kutakuwa kuna maeneo ya VVIP, kutakuwa kuna maeneo ya boxes. Nafikiri muda mchache ujao media unit ya klabu ya Yanga itaweza kuonyesha muonekano wa ndani wa uwanja. Utaona kutakuwa kuna boxes, yani mtu anaweza kuwa na akanunua au akalipia chumba kimoja katika uwanja kinachobeba watu 10, na chumba hicho kitakuwa kina mahitaji yote kuanzia makazi, utakuta sofa, utakuta television, utakuta counter ya vinywaji, utakuwa na choo cha kwako binafsi, lakini pia utakuwa na uwezo wa kutazama mpira ukiwa hapo ndani na kioo kikubwa kitakachokupa fursa pia kutazama uwanja ukiwa ndani ya chumba chako. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kutoka ukawa na special seat zako hizo 10 katika kila box. Kwa hiyo it's a high level, high quality stadium. Lakini pia uwanja wetu utakuwa ni uwanja wenye presidential suite. Kwenye second floor kutakuwa kuna chumba maalum cha marais, wanaweza wakaja kutazama mpira wakiwa salama kabisa. Tumekuwasilisha vitu vingi, kwa mfano kwa watu wenye mahitaji maalum, kutakuwa kuna lift zinazowapeleka watu juu kwa wale ambao watakuwa wanahitaji mahitaji maalum, lakini pia other facilities ndani ya uwanja za kutoa huduma. Nje ya uwanja kutakuwa kuna shops za kuuza vifaa mbalimbali
kutakuwa kuna money services kama transfer za kibenki na ATM, kutakuwa kuna restaurant, sehemu za chakula zitakuwepo. Kwa hiyo uwanja huu umebeba vitu vingi na dhamira kubwa ni kuhakikisha una maximize matumizi yake. Dogo na daraja liko Kinondoni, madaraja 3 yameshaanza. So kinachofanyika moja kwa moja ni mkandarasi sasa hivi kupata fursa ya kuanza kujenga mto, na ameshaanza kujenga. Hivi tunazungumza washasaini na wiki hizi wameshaanza kufanya mobilization. Sisi kama klabu ya Yanga tumepewa, nitakuja kwenye technical parameters, tumeshapewa elevation za hapa ambazo tunatakiwa tu, kwa sababu chini kutakuwa ni mtoni. Kutoka kwenye mto kutakuwa kuna green park ambayo watu watakuwa wanatumia kama sehemu za kutembea jioni na watoto kucheza. Hiyo inakuwa ni level ya pili baada ya mto. Alafu kuna level ya tatu ni level ya miundombinu ambayo ni uwekezaji wa ujenzi wa hoteli, restaurants na uwanja wetu. Kwa hiyo tumepewa elevation ya hapa mahali ambapo uwanja unatakiwa ukae, na hizo elevation tumeziingiza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujazwa tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa hiyo kwa ufupi, tunaanza sisi sambamba na mradi unavyoendelea, lakini zile dimensions tumeshapewa zinazoturuhusu sisi kuendelea. Kwa hakutakuwa kuna mgongano wa kiufundi sisi tukiwa tumeanza au wao wakiwa wameanza. Kwa hilo lilikuwa la kwanza. Umeuliza swali la pili la right, naming right ya uwanja. Naming right ya uwanja ni right ya 50% kwa club na right ya 50% kwa mwekezaji. Nitakupa mfano, najua wote ni wanahabari na mnafuatilia vizuri. Klabu ya Atletico Madrid ina uwanja, historia yake ya nyuma ilikuwa inamiliki uwanja unaitwa Metropolitano, na baada ya hapo wakahamia kwenye uwanja wao mpya miaka kadhaa iliyopita unaitwa Vicente Calderón. Ni jina la kiongozi ambaye alikuwa anasimamia hiyo timu. Baadaye klabu ya Atletico Madrid ikajenga uwanja mpya, ukaitwa huo uwanja Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano ni mjumuiko wa majina mawili. Jina la kwanza la Wanda kwa maana investor, it's a Chinese investment ambayo ilikuja kushirikiana nao kwenye ujenzi, na wale wa China wanaitwa Wanda Investment, kwa wakachukua jina la Wanda kama sehemu ya jina la uwanja, na Metropolitano ikawa ni jina la pili la uwanja huo, likiwa linarudisha historia ya nyuma ya klabu ya Atletico Madrid kwenye uwanja wake wa kwanza wa Metropolitano. Na baadaye Atletico Madrid baada ya kumaliza mkataba wao na Wanda wakahamia kwenye kampuni ya ndege ambayo nafikiri inaitwa Riyadh Air, something like that. Kwa hiyo uwanja ukaitwa Riyadh Air Metropolitano, na mkataba ulipokwisha wa naming right wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la jina, na sasa hivi hauitwi tena hayo majina mawili, unaitwa jina lingine. Kwa hiyo Club ya Young Africans kwenye naming right ya uwanja itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuliita jina la uwanja wetu, na GSM ambaye ana 50% ya right atakuwa na uwezo wa kumiliki jina hilo kama nusu ya ownership, na Club ya Young Africans itakuwa na uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya 50% ya umiliki wake. Na you never know, baada ya miaka miwili mitatu tukiamua Club ya Young Africans tukaondoa jina letu la Yanga tukaweka mwekezaji kwenye naming right, tunayo hiyo nafasi na standard practice inaonyesha kwa duniani. Kwa hiyo kwa ufupi, 50% ya jina itatoka kwa mwekezaji na 50% ya jina itatoka kwenye Club ya Young Africans. Hiyo itakuja baadaye wakati wa naming rights. Tunaanza kujengwa kesho. Wanashika. Wanataka sauti ya toshi hapo. Hebu tulia hapo. Uwanja huu utaanza kujengwa kesho. Wanasheria yuko hapa. Kinachohitajika tumesha saini MOU. Kinachohitajika hapa ni kuomba vibali na kuanza kufanya kazi. Wale ambao wana matumizi ya uwanja kwenye kupaki watafute option nyingine. Lakini la pili, waliuliza kuhusu gharama za uwanja. Gharama za uwanja tupo katika final stages. Tumeshapata gharama za structure, tumeshapata gharama za finishing, tupo katika hatua za mwisho za kukusanya tunasema furnitures na vitu ambavyo vinakuja kuingia kwenye uwanja. Na hii taarifa tutakuja kutoa rasmi
uwanja huu utagharimu shilingi ngapi, wakati tunasaini makubaliano ya ujenzi wa uwanja na contract. Kwa hiyo yeche nyuma, tutakapofika wakati tutataja sasa gharama za ujenzi wa uwanja. Ziko tayari. Estimated costs zinabeba vitu vitatu. Labda nikueleze kiufupi. Kuna construction cost ambayo tutaieleza tunaposaini mkataba na mkandarasi. Kwa ujenzi, kuanzia foundation mpaka jengo linapokamilika. Those are construction costs. Alafu kuna equipment and furniture ambazo hizo zinakuja. Zote ni gharama za mradi. Kwa hiyo tutakapokuwa tunakwenda kwenye kila hatua tutakuwa tunaelezea ujenzi, mkandarasi, siku tunasaini, wakati anakuja kuingia site tutaeleza gharama za ujenzi. Tutakapofika kwenye commissioning tutaeleza. Kwa hiyo hizi ni stages kwa stages katika kila hatua ambayo tunaenda nayo.